nje ya nchi nategemea na ratiba yangu ya kwenda kanisani, manake mimi napenda sana kushiriki ibada. Na Jumapili iliyopita nimetimiza miaka 13 na Jumapili 4, yani miaka 13 na mwezi mmoja pasi na kukosa hata Jumapili moja. Kwa hiyo ilipo timu yangu na mimi nipo, na mara nyingi gharama ni zangu mimi mwenyewe. Hakuna labda kusema labda kuna mtu anakupa company kivile, yani najitutumua mimi mwenyewe. Ndio unavyoniona ndugu yako mzee amepasi milioni, ilipo nipo mwanzo mwisho. Na hii ndio tunamalizia mechi yetu ya mwisho hapa Tabora na Ken Gold. Tumekuja kwa na Tabora, wana Tabora wamekuja kuiona timu yao, na mimi kama nilivyokuambia ilipo Simba na mimi ndio nilipo kakangu, na ndio muasisi wa Simba Sokuku na Simba Nyatili bro. Basi mingi tumeona Simba wakicheza katika nyakati tofauti. Pengine wamekuwa imara sana katika nyakati hizo. Pengine katika michezo hii ya mwisho unatarajia kuiona Simba ya namna gani? Target ni kunyanyua kwapa na kuonyesha Afrika kwamba Simba ni timu aina gani katika rank ya CAF. Nafikiri mwenyewe umeona at least tumejisogeza tuko nafasi ya 5 CAF. Kwa hiyo target ya wana Simba tuwe at least kwenye namba 2 3. Hapa ndo tucheze. Na kwa kifupi nampongeza sana mwekezaji wetu, quality player, wachezaji wetu waliotuletea mwaka huu ni ile shamili ya kutuletea ubabaifu. Ameleta usajili uliotukuka, usajili uliokuwa makini. Haya ndo mafanikio yetu ya wana Simba. Kwa na imani hatujalishi timu ya aina gani, at least labda kama inataka kushuka daraja, aidha inataka kupanda daraja, yani tunatumia ukubwa wetu wa Simba Sports kwamba kama wale wanaopenda kuwanyoka, atanyoka akiwa mdogo akiwa mkubwa, wote unamchapa kwa jiwe la aina unalotegemea liwe kubwa, ndio hilo unapiga, fimbo ikiwa kubwa ndio. Yani target yetu ni kuendelea kuweka heshima ya mnyama Simba, na isitoshe mwaka huu unaona slogan yetu ya ubaya ubwela. Kwa kumalizia, pengine unawaambia nini mashabiki walioko mkoani Tabora? Wewe umesafiri kutoka Dar es Salaam, lakini waje, unawaambia nini kuelekea mchezo wa kesho? Kwanza naomba wana Tabora waje tuisupport timu yetu, tuishangilie timu yetu, na nawashukuru watu wa Dodoma kama kakangu Juma Katenga yupo hapa, amefika target kuisupport timu, hata kama Ngafeli Mrisho Transporter naye yupo. Yani wana Simba kama ulivyotuona, kuna wekundu wa Terminal, kuna mpira pesa, kuna Terminal Freedom wapo. Japo wengi wamejivunja hawajaja hapa mwishoni, lakini nimeona matawi 3. Mpira pesa ambao nimekuja nao mimi, nimeona Terminal wakiongozwa na Hagi, nimeona na Freedom wakiongozwa na Mvimba na Christine, wamekuja kuisupport timu yetu. Nimefarijika, nimefurahi. Na hata wekundu wa Chalinze nimeona kina Dizo na wenzake wapo. Yani ndivyo Simba ndio natakiwa hivi, yani kwenye shida, kwenye raha, kwenye mwanzo, kwenye ugumu, wote tuwe pamoja kama hivi. Yani sio kwamba tuipende timu yetu kwenye starehe tu, hapana. Tuipende vile timu yetu hata kwenye nyakati ngumu tuwe nazo. Maana hapa tunamalizia ligi. Najua wengi wamechoka, unajua wengine mambo ya fedha na nini wameangalia, nikienda kama nitachoma hela yangu nini, hapana. Tuchome, ndio timu yetu. Tunachoma hela basi maisha yanakuwa yanaendelea. Tumependa wenyewe Simba yetu, ndio kama hivyo unavyotuona kakaangu. Basi mimi nisikuchoshe sana, pasi mingi nikutakie kila laheri. Pamoja kichwa cha nyoka kibebi mzigo. Au sio? Uliniambia mara ya mwisho tusidharau bajaji, ndege itufikishe nyumbani. Ndio maana yake. Huwezi kuidharau bajaji kwa sababu ndege hata utatoka kote, kuna Terminal 3 utatua pale, lakini ile haiwezi kukupeleka nyumbani kama kule kwetu Mblahati. Piga huwa lazima utachukua bajaji, request bajaji wewe imekuja. Wewe request, lakini huwezi request aeroplane, hiyo ni ngumu kakaangu. Basi mimi nikushukuru sana pasi. Mshamba elewe. Asante sana. Na ukitaka kujua umuhimu wa makalio, wewe kalia kichwa. Asante sana.